linabadilisha mtu, linamletea baraka, linamletea utulivu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapenzi, leo tumeletwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala ili tusikie neno moja tu, neno ambalo likiingia moyoni linabadilisha mtu, linamletea baraka, linamletea utulivu na linamfungulia milango ya riziki. Leo tutazungumza kuhusu nguvu ya dua na sabr katika maisha ya Muislamu. Na kabla hatujaanza, nasema kaa karibu, toa dakika zako 15, kwani ndani ya maneno haya kuna maneno ya Qur'an, kuna maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuna mawaidha yatakayogusa moyo wako moja kwa moja. Ndugu yangu Muislam, mara ngapi umewahi kuwa kwenye hali ambayo hujui uanzie wapi? Mara ngapi moyo wako umekuwa mzito? Lakini leo nataka nikukumbushe jambo moja. Allah hakusi kukusikia. Allah hakuwahi kukusahau. Na Qur'an imeshuka kukutia nguvu wewe, si wengine. Sikiliza kauli ya Allah katika Surat Ghafir. Ud'uni astajib lakum. Niombeni nitakuitikieni. Huu ni mwaliko wa Mola wako kwako wewe binafsi. Si hadithi, si maneno ya watu, ni ahadi ya mfalme wa ulimwengu. Dua, ndugu yangu, si maneno tu, ni ibada. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-duau huwa al-ibada, yani unaponyanyua mikono yako juu, malaika wanainua mabawa yao juu yako. Unaposema ya Allah, ardhi nzima inanyamaza, anayesikia ni Mola wako. Lakini dua inahitaji nini? Inahitaji sabr, subira. Haya, sikiliza tena, Qur'ani imesema, wabashiri sabirin, wafurahishe wenye subira. Hawa ndio watu Allah anawapenda. Unapopitia shida, msiba, maumivu, bado sema alhamdulillah, kwa sababu hakuna uchungu unaopotea bure, hakuna machozi yanayomwagika bure. Malaika wanakusanya kila tone na kuna siku Allah atakulipa. Walikuwepo watu katika zama za Mtume, waliteswa, walifukuzwa, walipigwa, lakini hawakukata tamaa. Mmoja wao akasema, wallahi lau ya'lamu almuluku ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf. Yani, lau wafalme wangekuwa wanajua utamu wa imani tulionao, wangeutaka hata kwa mapanga. Ndugu yangu, imani ni tamu, dua ni tamu, sabri ni tamu, lakini huwa hatuioni kwa sababu ya haraka za dunia. Leo nataka uamke mpya. Leo nataka moyo wako uanze kupiga tena kwa nguvu. Nataka ufahamu hivi: hujachelewa, hujaharibikiwa, hujapotezwa. Wewe bado ni mpenzi wa Allah, na Allah anasema inna ma'al usri yusra, hakika pamoja na uzito kuna wepesi. Majaribu yako hayajakujia kukumaliza, yametumwa kukuinua. Basi hebu tunyanyue mikono yetu kwa Mola. Ya Allah, tunakuomba rahma zako, tunakuomba msamaha wako, tunakuomba utulize nyoyo zetu. Ya Allah, tujalie tuwe miongoni mwa wanaokuzunguka kila siku, wanaokujua wewe, wanaokutaja wewe. Ya Allah, mtumainishe mwenye huzuni, mtie nguvu mwenye uchungu, mponyeshe mwenye maradhi, mpe riziki mwenye tabu, msaidie mwenye mitihani. Ya Allah, tubadilishie hali zetu kuwa bora kuliko jana, na utujalie tutoke hapa tukiwa karibu zaidi na wewe kuliko tulivyoingia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ndugu zangu, Allah awabariki. Endeleeni kusikiliza, endeleeni kujifunza na endeleeni kuwa karibu na Qur'an na Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.